Pengine ushindi unawapa picha gani kuelekea kwenye kinyang'anyiro cha kombe la pengine kwa namna fulani mchezo namna ulivyokuwa na ulivyotazama na viwango vya wachezaji mmoja mmoja? Kiujumla mchezo ulikuwa mzuri na tuanze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuzijalia timu zote mbili. Mechi imekuwa salama kabisa, mechi nzuri ambayo imekuwa na mvuto. Mechi ambayo ukiambiwa man of the match ni Maxim pia Nzengeli, hauwezi kwenda kuanza kudoubt. Ziko mechi nyingine hapa wanatoka man of the match ambao hawagusi mpira. Kwa hiyo ni kiwango cha kuonyesha kwamba mechi ya leo standard yake ni standard ya kimpira ambayo imefurahisha kila mtu. Tupongeze sana wachezaji wetu, wamefanya jitihada nzuri na Mungu alikuja na approach nzuri. Kama ulifuatilia vizuri mechi, dakika 20 za kwanza hatukuweza kutengeneza nafasi yote ya kufunga goli. Kwa hiyo quality yetu ndio imetusaidia pia kuamua mchezo, kwa sababu nafasi ya kwanza tulifunga, nafasi ya pili tukafunga. Hiyo quality hiyo ndio sababu inayofanya Yanga tunashinda mechi nyingi, na ndio sababu inayofanya Yanga tunakimbiwa na baadhi ya mechi pindi ambako tunapangiwa kucheza nao. Kwa hiyo tunaendelea kujivunia kwa wachezaji wetu na tunaamini kwenye mechi mbili ambazo zimebakia za ligi msimu huu tutakwenda kushinda zote, alafu tuchukue ubingwa wetu inshallah. Mechi mbili zilizosalia kwa maana kwamba kuna mechi ya Tanzania Prison ambayo itapigwa away Mbeya. Tuna mechi ya mwisho ya msimu dhidi ya Dodoma Jiji ambayo itakuwa ni mechi ya nyumbani kwa Yanga. Kwa sababu bakia mechi mbili kwa mujibu wa ratiba ambayo tuko nayo kwenye upande wa ligi kuu ya NBC, na zimebakia mechi mbili kimahesabu kwenye kombe la CRDB. Kama tukishinda mechi ya nusu finali Jumapili dhidi ya JKT, maana yake tutaongeza na huo mchezo wa pili kufika finali. Kiujumla Yanga tuna mechi 4 kufunga msimu wa 24-25 inshallah. Ali, kuna mabadiliko yamekuwa yakifanyika upande wa kikosi. Sasa kwa nini sikani tunaona mapinduzi kiwango chake, lakini pia hii leo amepata nafasi ya kucheza na namna kiwango chake kinaongezeka. Naweza kutuambia kwa jinsi wewe unamuona Sikani? Kitu ambacho tunajivunia kuhusu Milud Hamdi ni kutoa nafasi kwa wachezaji tofauti. Amekuwa na kikosi chake chote na anawaamini wote kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo sio kwa Nkane peke yake. Nafikiri mnaona pia improvement kubwa ya Azizi na Mwile katika kiwanja anapokuwa anaingia na mchango ambao anaotoa. Kwa kila mchezaji ambaye kwenye bench la Milud Hamdi ananufaika na uwepo wake wa kumpa nafasi kila mtu. Kwa hiyo tunaamini kuelekea mwisho wa msimu watakuwa wamepandisha viwango vyao, na hata panga likija kupita kuna mtu huenda akabaki kwa sababu tu ya mechi hizi za mwisho, kwa sababu ameonyesha kupanda kiwango na ikawa ni faida wake na faida wa club kwa ujumla. Ali ameshinda mchezo huu mabao 3-0. Huenda ni mchezo ulikuwa unatazama sana kwa sababu pale juu tunaona kuna vita ya kusaka taji. Ushindi huu umekuwa na umuhimu kiasi gani kwa upande wenu? Kwanza umezungumza swala la 3-0. Maana yake unazungumzia clean sheet nyingine kwa Djigui Diarra. Na huu ndo msimu pekee ambao Watanzania mtajifunza kwa urahisi tofauti ya goalkeeper bora na bora goalkeeper. Sio kila mwenye miguu mirefu ni goalkeeper mzuri. Wengine wanaweza kuwa tu kama ule mchezo wa ngongoti zamani. Yes. Kwa kila mwenye miguu mirefu mkasema ni goalkeeper mzuri. Kwa Djigui Diarra msimu huu atakwenda kuwafunga midomo wote waliokuwa na doubt kuhusu quality yake. Hauwezi kumfananisha Diarra na goalkeeper walenga ufunge. Ama goalkeeper hawezi kufika daraja ambalo liko nalo Djigui Diarra. Kwa hiyo tunaamini ushindi wa leo huu ni maalum pia kwa Diarra kwa sababu tumepata clean sheet nyingine muhimu na ni serious sasa tunatafuta pia hiyo tuzo ya goalkeeper bora wa msimu. Tumzungumzie man of the match Maxim pia Nzengeli, kiwango chake na ubora. Maxim pia Nzengeli amestahili kuwa man of the match kwenye mchezo wa leo, na ni mchezaji mtiifu kweli kwenye klabu yetu. Niwape tu siri ndugu zangu waandishi wa habari, kipindi cha hivi karibuni wavimba macho fulani hivi walianza kujitumisha message, kupiga simu, na Maxi alinionyesha kila namba na kila message niliyokuwa ikimtafuta kwamba njoo huku sijui utafanyaje, lakini Maxim pia Nzengeli akawaambia amekuja Tanzania, anayejua Yanga atacheza Yanga, na kama ikibidi kuondoka Yanga ataondoka Yanga kwenda nje ya mipaka ya Tanzania kwa ajili ya kwenda kutafuta changamoto nyingine, sio hapa. Kwa hiyo kama kuna mtu aidha mnamjua au mnamhisi, kampeni hizi salamu. Maxim pia Nzengeli sio daraja lao. Full stop. Ali, kwenye michezo 4 ambayo imesalia kwa mujibu wako wewe, tunategemea kwa mujibu wako tutegemea kushuhudia mabadiliko kwenye kikosi ili kuwapa wachezaji wengine nafasi. Wewe pia ni coach ukiachana na msemaji pia. Wachezaji ambao wako nje, kwa mfano tumemkosa leo Pacome Zouzoua, lakini wamemaliza injury yake. Ilikuwa acheze lakini bado alikuwa hajafika
100% ya fitness level yake. Kwa hiyo automatic huyo mtu anaweza kwenda kutumika Mkwakwani. Hadidi Aucho hivyo hivyo pia na Shadrack Kiboko. Kwa hiyo wewe ukashuhudia mabadiliko ya wachezaji kutokana na kurejea kwa wachezaji wengine na mahitaji ya huo mchezo wenyewe pale Mkwakwani. Wachezaji tuzungumzie kiatu cha ufungaji. Tunaona wachezaji sasa wanafunga, lakini Mzize ambaye anakuja kiatu sasa, unajua kiatu cha ufungaji bora kinaweza kuwa changamoto. Kwa sababu sisi tunapambana tufunge magoli mazuri, kuna wenzetu wanapambaniwa kufunga magoli ya kutenga. Sasa inaweza kuwa ngumu. Kama mtu kila siku anafunga penalty, anaweza kuwa top scorer kweli. Lakini hawa kina Dube, kina tumewambia wafanye kile ambacho mastreka bora huwa wanafanya. Kufunga magoli ambayo hata watoto wadogo wanaofuatilia LBC Premier League wanaweza kutamani kucheza nafasi ya ushambuliaji. Huwezi kuwa top scorer kwa mpira unawekwa pale, umesimama, wapinzani wamesimama, kipa kasimama, alafu wewe ufunge. Hauwezi kuwa top scorer mnayo. Kwa hiyo inaweza kuwa ngumu kama utaratibu huo utaendelea kama unavyoendelea sasa hivi. Hali tulishuhudia moshi wa kijani na njano. Hiyo ina maana gani hasa? Ina maana kwamba hatuchezi. Dogo wangu umefurahi? Ile tarehe 15 Juni. Shukrani sana.